Karibu kwenye channel yangu ya YouTube. Mungu akubariki sana kwa kuendelea kufuatilia mafundisho ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Kumbuka, ili kuendelea kupata mafundisho yote ambayo ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube, basi usisahau kusubscribe. Mafundisho yote ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube utayapata, na maisha yako hayatabakia jinsi yalivyo katika jina la Yesu. Lakini pia unaweza kuwashirikisha wale unaopenda, unaweza share, unaweza comment, unaweza like, na Mungu akubariki katika jina la Yesu. Amen. Leo tutajifunza kichwa jumbe kinasema Mungu ana mission na watoto wetu. Mungu ana mission na watoto wetu, au Mungu ana mission na watoto wako. Na Roho Mtakatifu akakuhudumia kwenye mafundisho haya. Fundisho akafanyika msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen. Mungu ana mission na watoto wetu. Mungu ana mission na watoto wako. Hakuna mtoto hata mmoja anayekuja hapa duniani kwa bahati mbaya. Kila mtoto anayekuja hapa duniani amebeba kusudi la Mungu. Amebeba kusudi la Mungu. Na wewe kama mzazi una nafasi kubwa kuhakikisha kwamba kusudi la Mungu juu ya maisha ya mtoto wako linatimia. Linatimia. Kuna namna ambavyo wewe kama mzazi unaweza kupelekea huyo mtoto asiweze kutimiza kusudi la Mungu anapokuwepo hapa duniani. Hakuna mtoto ambaye amekuja hapa duniani kupoteza muda. Kila mtoto anapokuja hapa duniani amebeba kusudi la Mungu. Kusudi la Mungu. Na ndio maana maandiko yanajaribu kuzungumzia habari ya malezi ya watoto wetu, kwamba tuwalee watoto katika njia iwapasayo. Njia iwapasayo ni njia namna gani? Njia ya Mungu. Ni njia ya Mungu. Tuwalee watoto wetu katika misingi ya neno la Mungu. Misingi ya neno la Mungu. Na ndivyo ambavyo itakuwa ni rahisi kwao kutimiza kusudi la wao kuwepo hapa duniani. Mungu ana mission na watoto wako. Mungu ana mission na watoto wetu. Hakuna mtoto anayekuja kwa bahati mbaya. Kila mtoto amebeba kusudi la Mungu. Tatizo wazazi wengi hawajui hilo. Wenyewe ndio wamekuwa wa kwanza kumsaidia shetani kuharibu kusudi la Mungu kwenye maisha ya watoto wao. Unapomtamkia mtoto wako maneno yasiyofaa, unapomtamkia unapotamka maneno ya kumuumiza mtoto wako, unapotamka maneno ya kumjeruhi mtoto wako, wewe unashirikiana na shetani kuhakikisha kwamba mpango wa Mungu juu kwenye maisha ya mtoto wako hayatimii. Kuna wazazi wengi sana ambao wanashirikiana na shetani kuhakikisha kwamba watoto wao hawatimizi kusudi la Mungu la wao kuwapo hapa duniani. Wanashirikiana vipi na shetani? Kwa midomo yao. Mzazi unakuta anaweza kumtamkia mtoto wake umbwa. Mtoto wake anamtamkia maneno yasiyofaa, mpaka mtoto anaanza kutengeneza picha ambazo haziwezi kutoka kiurahisi. Kwa sababu ni bora wakati mwingine mtoto kumpiga kiboko ataweza kasahau, lakini maneno unayotamka juu ya mtoto wako ambaye hafai hata yasahau, na ataanza kujiona kama wewe unavyotamka. Kama unavyotamka. Fikiria kwa habari ya Ben Carson ambaye ameandika kitabu cha Think Big, ambaye ni daktari mkubwa ambaye dunia inamtambua. Mama yake alijua siri hii kwamba Ben Carson amebeba kusudi la Mungu. Kwa hata wakati Ben Carson alipokuwa anakuwa wa mwisho au wa kwanza kutoka mwisho, mama yake kumkatisha tamaa, akasema Ben Carson una akili. Kwa hiyo ikawa inatengeneza picha ndani yake. Ben Carson una akili. Kumbuka kwamba amekuwa ni wa mwisho, lakini mama yake anamwambia kwamba wewe Ben Carson una akili. Una akili. Na ni kweli. Baadaye Ben Carson alianza kufanya vizuri kwenye masomo yake, mpaka akawa anapata swali la ziada. Swali la ziada ambalo mwalimu amelitunga ambalo ni gumu. Yule ambaye alikuwa anakuwa wa mwisho akawa analipata hata swali la ziada. Mpaka sasa ni neurosurgeon ambaye dunia inamtambua. Lakini kwa sababu mzazi alijua kwamba Mungu ana mission na Ben Carson, hakutamka neno lolote la kumvunja moyo, hakutamka neno lolote la kumjeruhi, hakutamka maneno yote mabaya juu ya Ben Carson. Wazazi wangapi ambao wanawatukana watoto wao? Wazazi wangapi ambao wanawapa adhabu ya kikatili
ambayo inafanya inaharibu maisha yao. Wazazi kama hao wako wengi. Lakini Mungu ana mission na mtoto wako. Huyo mtoto ambaye amepitia kwako amebeba kusudi la Mungu. Amebeba kusudi la Mungu. Maandiko yanasema kwamba tusiwachokoze watoto wetu. Enyi kina baba, msiwachokoze watoto wenu. Maana yake msiwavunje moyo watoto wenu. Msiwatanie maneno ya kuwajeruhi watoto wenu. Msiwavunje moyo. Msiwatamkie maneno ya kuwajeruhi. Kila mtu anahitaji kutiwa moyo, hata mtoto anahitaji kutiwa moyo. Maneno ya wazazi wengi yameharibu maisha ya watoto wengi. Wazazi wengi wameshirikiana na shetani kuharibu hatima za watoto wao. Yeremia 1:4-5 nasema, neno la Bwana likanijia kusema, kabla sijakuumba nalikujua. Kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua, na kabla hujatoka tumboni nalikutakasa. Kabla sijakuumba. Huyu mtoto kabla hajaumbwa katika tumbo, Mungu alimjua. Na anaendelea kusema kwamba nalikutakasa na nimekuweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa kabla Yeremia hajamuumba, kabla Yeremia hajatoka tumboni mwa mama yake, alimtakasa na alimweka kuwa nabii wa mataifa. Kwa kila mtoto anayezaliwa amebeba kusudi la Mungu. Jukumu la wewe kama mzazi ni kuhakikisha kwamba unalinda hilo kusudi la Mungu. Unakuwa makini na maneno yanayotoka kwenye kinywa chako. Usipokuwa makini, utasaidiana na shetani. Kwa kutumia kinywa chako hicho, kwa kutumia mdomo wako huo, utasaidiana na shetani kuharibu hatima ya maisha ya watoto wako. Na Roho Mtakatifu akusaidie neno lote lilo ovu, neno lote la kujeruhi, neno lote la kuumiza lisitoke juu ya mtoto wako. Mungu akupe kinywa na hekima. Mungu akupe hekima ya kuwanenea watoto wako maneno mema, ya kuwanenea watoto wako maneno ya kuwatia moyo, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Mungu akubariki kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka watoto wako, Mungu ana mission na watoto wako. Mtoto wako amebeba kusudi la Mungu. Usisaidiane na shetani kuharibu kusudi la Mungu ambalo limewekwa kwa mtoto wako. Mungu akubariki na akusaidie na akupe hiyo hekima ya kuwalea watoto wako katika njia inayowapasa, ili waweze kufikia hatima yao. Mungu akubariki katika jina la Yesu, jina lenye nguvu. Amen.